Tundu Lissu aliwahi kuwa rais wa chama cha sheria Tanganyika kuanzia mwezi Machi 2017 mpaka mwezi Septemba 2017 aliposhambuliwa na risasi ikalazimu aende nchi kwa matibabu na katika hatua za kunusuru uhai wake. Katika kutimiza haki yake ya kikatiba chini ya ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tundu Antipas Mugwai Lissu alijiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na kupitia chama hicho alichaguliwa kuwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wakati huo, na mwaka 2025 Januari Tundu Antipas Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kwa hiyo nataka kusema wakili haruhusiwi kuwa kiongozi wa chama cha siasa pale anapokuwa kiongozi wa chama cha mawakili kama sisi mnapotuona hapa. Lakini sio, kwa mfano makamu wangu hapa anaweza akaomba ruksa, bwana nataka nikagombee CCM. Nikishinda anaachia hii nafasi, kwa sababu hawezi kuwa CCM na hawezi kuwa GC. Kwa hiyo hakuna utaratibu wowote unaozuia mwanachama yoyote wa TLS kushiriki siasa kwenye chama chochote, ili mradi sio kiongozi wa baraza la uongozi. Kwa hiyo kiongozi wa baraza la uongozi anapotaka kushiriki, yeye jukumu lake ni kutoa taarifa, anakwenda kushiriki, akifanikiwa anatoka kwenye nafasi, anaendelea. Lakini kuwa mwanachama, hata ukiwa kiongozi wa baraza la uongozi, unaruhusiwa kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Nimeona hili niliweke wazi ili mjue. Kwa hiyo mseme mkasema mbona fulani tunamjua ni wanachama fulani nini? Hapana, hawakatazwi. Tunachokatazwa ni kuwa viongozi kwenye chama cha siasa. Katika kutekeleza haki yake ya kikatiba, akiwa kama mwenyekiti wa chama hicho, amekuwa akidai mabadiliko ya sheria za uchaguzi nchini katika azma ya kuleta sheria ambazo zitahakikisha kuwa uchaguzi unakuwa huru na wa haki kwa mujibu wa ibara ya 5(1) ya katiba. Kwa hiyo kudai marekebisho ya sheria za uchaguzi, kudai uchaguzi wa haki na kidemokrasia ilikuwa ni haki yake ya kikatiba. Tunafahamu kwamba kauli zake hizo za madai zilisababisha awe matatani, na mnamo tarehe 9 Aprili akiwa katika mkutano wa hadhara huko wilayani Mbinga, mkoa wa Ruvuma, alikamatwa na polisi na kuletwa hapa Dar es Salaam, ambapo alifunguliwa kesi mbili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Kesi zote mbili zililetwa kwa mara ya kwanza tarehe 10 Aprili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Kesi ya pili ina kosa la uhaini. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, haiwezi kusikilizwa na mahakama kuu mpaka pale mahakama ya hakimu mkazi itakapofanya kabidhi mwenendo na mshtakiwa kuwa committed mahakama kuu, ambayo ndio mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Kabidhi mwenendo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilifanyika tarehe 10 Aprili mwaka 2025 mpaka tarehe 18 Agosti 2025, kipindi cha miezi 5 na siku 8. Kesi hii ilikaa bila kusikilizwa kwa takribani mwezi mmoja na siku 4 na ikaletwa mahakama kuu kwa mara ya kwanza tarehe 22 Septemba 2025 kuendelea kusikilizwa mfululizo. Ndugu waandishi wa habari, mpaka sasa ni takribani pamoja na tangazo la likizo la mahakama kutamka wazi kesi za jinai hazihusiki na likizo hiyo, lakini mahakama bado haikusababisha kesi hii iendelee, kesi ya Tundu Lissu. Tulitegemea kwa sababu uhaini linatamkwa kuwa ni kosa la juu kabisa chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ibara ya 28(4) lisingeguswa na likizo ya mwaka ya mahakama kuu. Shauri hili lilipangwa kuendelea kusikilizwa tarehe 16 Februari 2026, ambapo upande wa mashtaka uliendelea kuita mashahidi wake
na ikafika mahali upande wa mashtaka wakaleta ombi la kuongeza mashahidi zaidi ya wale waliotajwa katika kabidhi mwenendo, ombi ambalo lilikataliwa na Mahakama Kuu. Upande wa waendesha mashtaka hawakuridhika na uamuzi huo mdogo, na hivyo wakaamua kupeleka shauri hilo kwa mapitio Mahakama ya Rufaa Tanzania. Kwa utaratibu uliopo ni kuwa mara jalada la kesi linapopelekwa Mahakama ya Rufaa, basi mahakama ya chini inakuwa haina mamlaka ya kuendelea na shauri husika. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo kesi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu ilisimama kwa mara nyingine tena kusikilizwa kwa maombi ya mapitio kama yalivyowasilishwa na upande wa mashtaka. Mpaka sasa ni takriban miezi mitatu toka upande wa mashtaka ulivyopeleka maombi yake ya mapitio Mahakama ya Rufaa, na hakuna dalili zozote zinazoonesha kuwa kuna jopo la Mahakama ya Rufaa limepangwa kusikiliza maombi haya ya mapitio. Utaona kuwa mpaka sasa ni takriban mwaka mmoja na mwezi mmoja na siku kadhaa toka mshtakiwa Tundu Antipas Lissu alipofikishwa mahakamani kwa kosa la uhaini, kosa kubwa kuliko yote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kosa ambalo halina dhamana. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na historia fupi ya shauri hilo, vitu vifuatavyo ni dhahiri. Upande wa mashtaka hauna nia ya dhati kuendelea na shauri hili la uhaini dhidi ya Tundu Antipas Mugwai Lissu. Pili, kesi mpaka leo imechukua mwaka mmoja, mwezi mmoja na siku kadhaa toka siku ambayo kesi hii ililetwa Mahakama ya Kisutu kwa mara ya kwanza. Tatu, kuahirishwa au kutoendelea na shauri hili mara zote hizo imetokana na upande wa mashtaka na mahakama. Mshtakiwa hajahusika hata kidogo na ucheleweshaji wa kesi hii. Mara zote tumemsikia akiomba kesi isikilizwe, hata wakati anapokuwa amenyimwa chakula, amenyimwa kuona na mawakili wake, amekuwa akisisitiza kesi iendelee, jambo ambalo tunakomendi, na ndio wito ambao mawakili tunasisitizwa mara zote kwamba tusiahirishe mashauri bila sababu za msingi. Hili kwa Tundu Lissu wamejitahidi mara zote na liko hadharani. Tunapenda kukumbusha usemi usemao, haki inayocheleweshwa ni sawa na haki inayonyimwa. Kushindwa kuendelea kwa kesi hii kumesababisha ukiukwaji wa haki ya kikatiba ya mwanachama wetu kusikilizwa kwa wakati. Ikumbuke kuwa kosa la uhaini halina dhamana. Mwanachama wetu yupo mahabusu kwa kipindi chote hiki. Kitendo cha kuchelewesha kusikilizwa shauri hili ambalo lilikuwa tayari limeanza usikilizwaji ni ukiukwaji wa ibara ya 13(6)(a) ya katiba, ambayo inatamka kwamba wakati haki na wajibu wa mtu yeyote inapohitajika kufanyiwa maamuzi na mahakama au chombo kingine chochote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu, na pia haki ya kukata rufani au kupata nafuu nyingine za kisheria. Kusikilizwa kwa ukamilifu ni pamoja na kusikilizwa kwa wakati. Na tunapozungumzia hili, hatumzungumzii Lissu pekee. Tunazungumza na wafungwa wengine walioko kwenye mahabusu na magereza zetu kwenye mazingira kama haya, ambao tayari kesi zao zimeiva, lakini aidha matatizo ya kibajeti au matatizo ya kiutawala yanasababisha haki zao zisisikilizwe. Huu ni uvunjaji wa katiba. Katika hili tunapenda kusisitiza kuwa haki ya shauri kusikilizwa haraka inahusu mashauri yote ya jinai, makubwa na madogo. Haki hii inahusika zaidi pale mshtakiwa anapokabiliwa na kosa ambalo halina dhamana, ili kuweza kujua hatima ya shauri lake katika muda mfupi sana. Ili kujua, tunapaswa kuangalia vigezo vifuatavyo ili kubaini kama shauri husika limecheleweshwa au la. Na haya ni masuala ambayo kila mmoja ajiulize. Moja, muda ambao shauri limechukua. Shauri linalochukua zaidi ya mwaka
toka kukamatwa kwa mshtakiwa bila kumalizika inakuwa imekiuka haki ya usikilizwaji wa shauri kwa haraka. Upelelezi umeshakamilika, kila kitu kimeshakamilika, mwaka na taratibu za kiutawala zinachukua miezi 3, 4, 5, 6, mtu yuko mahabusu. Sababu za uchelewevu wa kesi, yaani unajiuliza sababu za uchelewevu wa kesi ni zipi? Upande gani umesababisha kesi kutokufikia tamati? Katika shauri la Lissu, upande wa mashtaka na mahakama ndizo zimehusika mara mbili. Mahakama kwenye kuahirisha katika kupanga shauri na kutokusikiliza kwa wakati rufaa zake. Tunaelewa ina kesi nyingi, lakini inawajibika kusikiliza, ndio utaratibu. Na upande wa mashtaka kuwa na maombi kama haya na rufaa mbalimbali ambazo wakati fulani zinakuwa sio vizuri, kwa sababu zinaingia michakato ya katikati ambayo sheria inatamka mengine kwamba haya yasikatiwe rufaa. Tatu, tujiulize, je, mshtakiwa amekuwa akisisitiza kesi yake kuisha haraka? Katika shauri la Lissu, mshtakiwa amekuwa toka mahakama ya Kisutu akisisitiza kuwa upande wa mashtaka unachelewesha kesi. The record is clear. Je, mshtakiwa ameathirika? Ni dhahiri kwa mshtakiwa ameathirika na uchelewevu huu. Wote mnajua hali yake ilivyo, ni mwenzetu yule, yuko mahabusu, kwa hiyo hana uhuru, upawa ya kupata resources, kupata matibabu, uhuru wa kuonana na mawakili wake uko very limited, uhuru wa kumtembelea. Nilitoa mfano, mimi mwenyewe kama rais niliwahi kwenda pale, uwezo ukamuona kabisa Tundu Lissu. Ni vigumu sana kumuona Tundu Lissu. Nimwambia mtu mmoja, ni rahisi kuchimba Tanzanite Kinondoni badala ya Mererani kuliko kumuona Tundu Lissu gerezani. That is not a good sign. Mimi ni wakili, rais wa chama cha mawakili, uwezo ukamuaccess members wako au mteja. Wakili wake ana power ya kumuaccess. Yale mazingira sio afya na hayasaidii kuliponya taifa.